Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Bado wana mapogoro mmelala. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Watoto, haleluya. Safi kabisa. Wa sekondari, haleluya. Kwani wewe uko sekondari? Wa mama, haleluya. Wa baba, haleluya. Safi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 4 ya Pasaka. Ndani ya Dominika hii ya 4 ya Pasaka, sisi tumepata leo bahati ya kufikiwa na msalaba mtakatifu wa Jubilei 2025. Lakini pia ndani ya Dominika hii ya 4 ni Dominika ya kuombea miito mitakatifu: ndoa, ukatekista, utawa na daraja takatifu. Ndugu zangu, wito ni sauti anayoitwa mtu na Mungu ili aende akaifanye kazi anayoitaka Mungu. Wito. Hata nyumbani, baba, mama naweza kumuita mwanao, mwanangu mafuta, itika naam, nenda kanichukulie sana, anaenda. Kwa hivyo hata sisi hivyo hivyo, wapo wanaoitwa na Mungu na anawatuma wakafanye kazi fulani, na kazi hiyo ni takatifu. Lakini wito ni kutoa maisha yako kama zawadi kwa Mungu. Kwa hiyo tutambue wito ni zawadi inayotoka kwa Mungu kwa ajili ya watu, lakini kwa ajili pia ya Mungu. Sasa huyu mtu anaitwa akafanye nini? Aende akahubiri habari njema ya wokovu. Na Mungu mwenyewe anasema kama wito ni zawadi kwake yeye anayepewa hii zawadi, basi Mungu anamfanya huyu mtu kuwa nuru kwa mataifa, na aende akapeleke habari ya wokovu kama tulivyosikia katika somo la kwanza, hadi miisho ya dunia. Ndugu zangu, kila wito una lengo la kufanya. Sasa lengo la kufanya ni lipi? Ni kumfanya Kristo atambulikane duniani kwa watu, lakini zaidi ni kuleta faraja na matumaini ulimwenguni. Na hili linajieleza vizuri katika somo la kwanza tulilolisikia. Na sio kusikia tu, tunawaona watu wenye wito, Paulo na Barnaba.
wapo Antiokia, na huko wanafanya kazi ile ya Mungu aliyewaambia katika wito wao. Kazi gani? Wanalihubiri neno la Mungu kwa Wayahudi, lakini zaidi wanawatia moyo hawa watu waliokutana nao kupitia neno la Mungu. Lakini Paulo na Barnaba wanaendelea kuwafundisha wa watu ili wabaki katika neema ya Mungu siku zote. Kama sisi leo, neema ya Mungu imefika kwa njia ya msalaba huu mtakatifu. Basi tuitafute na tuichukue hiyo neema ya Mungu. Lakini somo hili la kwanza linaeleza vizuri kazi ile ambayo wameifanya Paulo na Barnaba. Somo linasema neno la Bwana likaenea Antiokia nzima na katika nchi yote, watu wakawa na furaha na wakajazwa Roho Mtakatifu. Kama tulivyoanza kuondoka na msalaba Mauninga mpaka kufika huku, kweli watu walikuwa na furaha, watu walikuwa na heko kuona msalaba mtakatifu wa Jubilei 2025. Watu wamefurahi, na sio kwamba nazungumza katika kupamba, hapana, ni katika uhalisia. Na hili limejionyesha zaidi kwa Wakristo wenzetu watunga marenga, sijajua Mapogolo Lakini Dominika hii ya leo, kama nilivyosema hapo mwanzo, ni Dominika ya kuombea mito. Ili waje, ndugu zangu, ulimwengu wa leo kweli unahitaji watu watakaolipeleka neno la Mungu. Ulimwengu wa leo unahitaji watu watakaoadhimisha mafumbo matakatifu, ili mioyo ya watu iweze kuguswa na iwe na hofu ya Mungu. Dunia ya leo haina hofu ya Mungu hata kidogo. Alikuwa ananiambia paroko yule wa Tunduma alivyonipigia simu, yani unashangaa kwamba ananiambia, bwana, huyu katekista ameuawa kinyama sana. Siku watu wamefika kwake, wamemgongea kama wageni, walikuwa 5. Maskini alipofungua tu kamvamia, kaanza kumkatakata na mapanga kama unakata karoti binadamu mwenzako. Wakati mimi kuchinja tu kuku naogopa. Sasa tufanyeje? Tunahitaji watu watakaohubiri neno la Mungu ili ulimwengu uwe na hofu ya Mungu. Hata kwenye mitandao umesikia pale Teki, katibu yule wa Teki Charles Kitima wamemkamata, wamemjeruhi, lakini kwa sababu anazungumzia ukweli. Dunia ya leo hii. Sasa haya yote ndugu zangu, Yesu anadhihirisha vizuri katika Injili tuliyoisikia. Na wanakwaya wameimba vizuri kama mlikuwa mnasikia. Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema. Na ni kweli. Yesu ni mchungaji mwema, kweli kabisa. Kwa sababu uchungaji wake wema hautokani kwa maneno. Tangu alivyozaliwa
alidhihirisha kwamba huyu ni mchungaji mwema. Alizaliwa Bethlehem, na Bethlehem maana yake ni nyumba ya chakula. Lakini alizaliwa katikati ya wachungaji, na wachungaji waliimba. Utukufu wapi jamani? Juu mbinguni, na amani iwe wapi? Duniani, kwa watu mapenzi mema. Na watu wenye mapenzi mema tumewaona tunavyotembeza au msalaba. Wenye mapenzi mema. Inawezekana wengine mlikuwa mnasikia kabisa na tulikuwa tunatangaza kwamba jamani, msalaba unapita, njoo upate neema. Mliolala amkeni. Inawezekana ndio ulikuwa unabimbilika upande wa pili unajifunika. Kwa hivyo Yesu alisema yeye ni mchungaji mwema. Ni kweli kabisa. Na yeye alisema mchungaji mwema anawafahamu watu wake, na watu wanamfahamu kwamba huyu ni mchungaji mwema. Kwa hivyo wale waliotoka na wakaanza kufuata msalaba, hao wanafahamu kwamba huyu Yesu ndiye mchungaji mwema. Na kipindi cha wenzetu Wayahudi, wachungaji kwa kweli hawakuwa na vitu vingi. Mchungaji alikuwa na begi lake tu la ngozi, na ndani ya begi alikuwa anajiwekea vitu vichache sana. Mikate, chakula, matunda, na zaidi alikuwa na fimbo. Basi huyu ni mchungaji. Na hata humo mtaani tuna wachungaji, nafikiri mnaona maisha yao simple. Amejiwekea kakibanda, ukiingia ndani kuna kashuka na kabakuli. Basi simple life, mchungaji. Na hata Yesu alikuwa na kanzu moja tu. Sasa uje wachungaji sisi wale, tai, suti, sijasema mzee Mkana wala mwalimu Mrulenga. Suti nyingi, viatu vya mchongoko, mambo mengi. Lakini sio kwa mchungaji mwema ambaye anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo. Yesu peke yake ni mchungaji mwema. Makofi kwake. Lakini mchungaji hayupo kwa ajili ya mshahara. Leo hii tazama hata kwenye ma-TV huko, mchungaji wanaombea watu, baada ya hapo wanaomba namba ya Tigo Pesa hiyo tuma huko, namba ya M-Pesa hiyo tuma huko, namba ya Airtel Money hiyo tuma huko. Yesu aliponya watu na wala kudai chochote. Lakini leo wachungaji wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Kwa hivyo tuombee mito, sio tu kuwapata wachungaji, ila tuwapate wachungaji watakao tuongoza kwenye majani mabichi, watulaze, na kwenye vijito vya maji wafanye nini? Watuongoze, tufurahi, tupate faraja. Hawa ndio wachungaji tunaowaombea leo. Yesu alisema, anayetaka kunifuata mimi ajikane nafsi yake, abebe msalaba, afanye nini? Njoo sasa unifuate. Wito sio kitu cha mchezo. Wito ni kazi. Mimi nakaa pale Kitanewa, ile nyumba lolote likubwa, niko peke yangu. Ni kazi pia. Ni kazi. Na Yesu anaposema beba msalaba njoo unifuate, alizungumza mengi. Na ndio maana alisema na watumeni kati ya kondoo na nani? Na mbwa mwitu. Mtakutana nao mbwa mwitu hapo. Mtaka wa padre ukienda kwenye sherehe, mbwa mwitu atasema, padre kwa sherehe. Ukienda kwa wagonjwa, anapiga misele padre huyu. Ukiambatana sana na vijana, wazee watasema, akuidai muhufu. Ukienda pia kwa wazee, vijana watasema, anawapenda sana wazee. Ukiambatana na wawata, watasema, tafuta wajane huyu. Kwa hiyo mambo haya ni mengi. Kwa hivyo tumuombe Mungu atusaidie
ili tuweze kupata wachungaji. Ndugu zangu, vijana ni sasa ya Mungu. Vijana ni sasa ya Mungu. Tuwajibike katika kumtafuta Mungu. Tuwajibike katika kuyafanya anayotaka Mungu. Twende tukajiunge kwenye kwaya. Twende tujiunge na ukatekista. Kama unajisikia sauti ya Mungu anakuambia njoo nitumikie, basi nenda. Kama una wito huo wa upadre, ili tuje tufanye kazi ya Mungu kwa ulimwengu ambao leo hii umejeruhiwa, hauna huruma, ulimwengu uliojaa ubinafsi. Ndugu zangu, Dominika ya leo tunaalikwa kuwa watulivu, kuisikia sauti ya Mungu. Ukisikia sauti nakwambia nenda kwenye jumuiya, nenda. Ukisikia sauti nakwambia leo Dominika nenda kasali, nenda. Ukisikia sauti nakwambia sali, basi sali. Ndio sauti ya Mungu. Ndugu zangu, wito ni zawadi kubwa sana. Na Mungu anatuita ili tuweze kuifanya kazi yake. Kwa hivyo tumuombe Mungu atusaidie ili tuweze kupata watendakazi katika shamba lake. Watendakazi hao wakalihubiri neno la Mungu lililojaa faraja kwa waliokata tamaa, lililojaa upendo kwa wasiopendwa, lililojaa matumaini kwa wasiokuwa na matumaini. Lakini mwisho tumuombe Mungu atusaidie tunapokwenda au tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Uchaguzi huo uwe wa amani, uwe na haki na uwe na utu. Tumsifu Yesu Kristo.